Tole unga tena. Ai, kananya mgo. Warabe wewe. Unga. Ule pale uko wapi? Na nyanyua miguu sasa. This one. That one. Akanambia what? Hebu njoo. Akanambia dawa hiyo nafukuza susumizi. Hiyo ni dawa ya susumizi. Kuna wadudu wanaingia ndani ya nyumba yangu, visusumizi, mende, ndio maana mwaga unga huo. Umetaka kufanana na ule unga wa mende. Lakini ule si unga wa mende. Yaani ni mchanga wa matumbawe. Kama mnayajua matumbawe, yale miamba ya baharini na ukaa samaki. Una unga wake ule. Waganga kienyeji wanapigia ramli. Niulizeni mambo niliyajuaje. Waganga kienyeji, kuna waganga wanachukua unga wa matumbawe, wanapigia ramli. Wanaandika kwenye ubao. Chua, wanapenda sana kufanya watu watumbatu. Watumbatu wanapenda kufanya uganga ule wa ramli. Ule ndo uganga mbaya sana, unaomwaga unga wa matumbawe. Basi nilikuta pale kwenye kizingiti unga wa matumbawe. Mimi naujua unga wa matumbawe. Si nilikwambia nikamede la jeshi. Nikamwambia, nikaushika sasa hivi na ufanye. No, hii si dawa. Nikanyamaza. Sasa ikawa kitu kingine, yule bwana nikaanza kama kumuogopa fulani. Akipiga neno, na nyamaza. Basi ule unga pale nikaukushanya. Sio pale, niliukushanya siku ya pili. Nikaingia zangu chumbani, lakini kumbukeni nilikuwa na siku zangu sasa. Vipi naambia kama kawaida, okay. Nikaingia chumbani, nikakaa pale naangalia TV, kalala. Analala mapema nakuwa. Kalala, pup na mwangalifu kashalala. Mimi ndo naangalia Netflix, nikaona nikaizima TV nikasema na ngoja nilale. Ufika saa 9, bwana akaniamsha nikapike chai kama kawaida. Nikapika chai, nikaipeleka juu ya meza pale kama kawaida. Kwenda kuipeleka juu ya meza pale, yule bwana nikarudi kulala, ndo nalisingizi kama dizizi, nikarudi kulala. Saa 9 ile, kumbukeni ananiamsha kila saa 9 nipike. Sasa siku ile wakati nimerudi kulala, simu nimesahau kuizima. Shoga yangu akanipigia simu kwa sababu Tanzania huko asubuhi. Napokea, hajanisikia sasa kule. Kwa kawaida simu siruhusiwi, inatakiwa simu zote nzizime. Siruhusi kurekodi siruhusi chochote. Sasa ile napokea, shoga yangu vipi huko? Nikamwambia mwenzangu leo nimelala hapa. Umeenda kulala kule bwana? Ndugu yangu kwa mchumba we. Sasa sikiliza, sasa hivi yuko jikoni huko anakunywa chai. Akaniambia basi nakukatia. Hebu mchunguze, mbona ushantisha Sharifa sijeka drugs zile hilo stilika kuua. Shoga yangu sasa ananiambia wewe mi pesa nginja huko ndani. Subiri, nikakata simu njoo. Sasa nikananyatia kama kanisikia kwa sababu nimebwa marufuku simu. Nanyatia nafika pale sehemu ya nini ya kunywa chai, namsikia anaongea na mtu. Wanaongea sauti mbili tofauti. Wanaongea jibizana. Kaingia mgeni, naangalia sasa 9:30. Mgeni wakatokea sasa. Sikanambia tuko peke yetu mundani. Hebu ngoja sasa. Mimi sasa tatizo langu moja. Nilitoka tuka kama homa matende. Unaongea nana? Sikukuta mtu pale juu ya meza. Paka wakimya. Kaka peke yake. Sahani kama zina zote mbili mtu alikuwa anakula. Mbona akanambia what? Sijaona mtu mmoja tena peke yake. Wakati nasikia sauti walikuwa wanaongea watu wawili. Sauti mbili tofauti. Vyombo vimeliwa na watu wawili. Ina chai, kikombe kina chai, kina chakula, nikamwambia mbona nini? Mamako tafadhali. Napenda mwenyewe kula sahani mbili. Na ndio maana nakwambia uniweke sahani mbili ili hiki chai huwa hii naipoza na kwa naipoza na nielekeza naipoza huku. Halafu na chakula huaga na transfer kama kimoto na nini. Ananipa okay. Nenda kalale. Okay, nikatoka duka zombi. Tena hapo nikaanza kuwa zombi sasa hapo. Kuanzia hapo mimi nikaa tena mpaka chumbani nikalala. Asubuhi vyombo viko kwenye sinking kana vikosha. Sasa siku ile alitoka yeye mwanzo akaniacha mimi ndani. Akanambia funguo hii hapa, baadaye sikwenda kazini siku ile sasa. Akanambia funguo hii hapa, utakwenda chini basement kunifanyia laundry. Sawa. Siku ile niliachwa mle ndani nifanye laundry, yani nifulie. Akaniachia funguo, kila kitu, sabuni, kila kitu kashakiandaa. Ili nishuke chini nende laundry. Basi nataka kutoka vile ndo hayumo ndani. Lakini nyumba imejaa makamera. Nikaanza kuuzoa ule unga ule. Nikauzoa, nikauchukua video, nikaposti kwenye Insta.
Nadhani mnayakumbuka hayo mambo. Halafu na ule unga nikamwona na shoga yangu, bibi nimekuta unga kizingitini, Mtume Sharifa, huyo bwana si mwanga, lakini nikamwambia sijui, wallahi subiri ni kwanza. Lakini hapo mimi tayari nimekolea, hata kama hayo mambo nayaonyesha, lakini stili bwana nampenda. Mshanifahamu Nikaonesha pale, nikarusha Insta nilirusha, alhamdulillah. Nilivorusha Insta pale, nikaangalia, nikamrushia na shoga yangu. Hasa kuna chumba chengine cha pili, afu kuna chumba chengine cha tatu. Vyote vizuri, vina furniture, vina kila kitu, lakini halali mtu. Ana tabia. Sometime anaingia chumba cha pili analala. Ananiambia leo nataka nilale chumba cha pili. Kwa hiyo anaweza akatoka chumbani kwangu saa 6 anaingia chumba cha pili kulala. Kile chumba ambacho tunalala mimi naye anaingia chumba cha pili analala. Hiyo tabia alikuwa nayo, sijui ndio anafanya, ndio tunaendelea. Basi halafu ule unga nikamrushia kwa WhatsApp kwenye simu yake. Pup. Kwani hiki ni kitu gani? Na nikamwandikia pale chini. Akanambia, akaandika emoji anacheka. Akanambia nitakuja kukuexplainia vizuri kwa sababu naona umekupa stress huo unga. Njoni fafanulie kwa sababu bado sitaki kukubali kama unga wa wadudu, namwambia. Basi siku ile alirudi mapema. Alirudi saa 6 mle ndani. Nishamaliza kufua, nishamaliza laundry kila kitu. Alivorudi tu nikamwambia unga mmeutia kwa kisani cha chai. Unga kwanza hebu niambie kwa sababu unga na uremember somewhere. Akaniambia uremember wapi? Nikamwambia huko kwetu Afrika kuna waganga kienyeji wanautumia, nikaanza kumpa maelekezo. Akanambia usio. Huu ni unga wa kuulia wadudu. Shamaliza? Huu unaulia wadudu. Haya, nikudrop kwako sasa uende kwako. Nikamwambia yeye nipeleke kwangu. Nikajiandaa kurudi kwangu. Sasa wakati najiandaa kurudi kwangu akanambia kabla hujatoka, akachukua uli wa vijiti ule akaeka. Akawasha mishumaa meupe. Kaja nayo alipotoka safari yake. Kasema subiri kwanza kabla hujatoka ndani. Akaichukua ile mishumaa meupe, akaipanga nyumba kila kona akaiwasha. Mbona mingi ya mishumaa amenembea? Akanambia nataka smell nzuri ndani ya nyumba, nataka chumba kinukie vizuri, nataka kinukie kiendelee. Nikamwambia okay sawa. Kila anachoniambia nakubali. Kenda zangu kwenye gari, nikarudishwa kwangu. Kurudishwa kwangu nikawa ile nyumba yangu sasa siitaki tena. Nataka kukaa na maudhi, nataka nikake kole bwana. Bwana sasa akanambia, siku moja akanizungumzia. Sasa vipi? Una mpango gani sasa? Nikamwambia mimi kwa sababu mtoto wa Kiislamu na ushanivisha pete, si ndio? Sasa ukanioe. Nataka kuolewa. Nataka kuolewa. Isiwe yani story nikikutoleeni wa Tanzania. Yani ninapostopisha zile video lazima kwanza nilie, kwanza nikumbuke ule mkasa mbele ulikuwa mzito sana. Unajua Marekani kumtishia mtu bastola ni kesi kubwa pia nayo. Lakini sikuipeleka mbali kwa sababu wakati pale ndo anataka kuniua, ni kwa sababu ilishashindikana, alafu siri zake zote nikazijua tena. Nikazijua, halafu tulikuja tukapandishiana, kapandisha na mimi nikapandisha yangu. Nikamwambia kutokana na situation ya maisha nilikotoka nimeumizwa sana. Nikamwambia nilifungishwa ndoa mimi. Mwanaume akanikatili na akanikimbia na watoto wangu. Naumia, nimeishi maisha ya maumivu sana. So nimechoka kuumia, unaweza ukaniua. Niko tayari kufa. Lakini siwezi kuendelea na ile penzi. Never. Yani hata uniambie nini. Na kama una wasiwasi labda ya mambo ambayo nimekutana nayo kwenye humu ndani, usiwaze. Sina mtu yote katika haya maisha ambaye naweza labda kushare naye kuhusu. Hakuna anekujua wewe. Hakuna rafiki yangu hata mmoja anekujua. Hakuna Mtanzania hata mmoja aliwahi kukuona wewe katika movement ya maisha yangu kama labda. Na sijawahi kukuonyesha kwa mtu yoyote, yani katika miaka miwili niliokaa na wewe, yani mahusiano na wewe ukanivisha pete.
Na uzuri mie pete hata ninapokuja East hivi nikijirikodi wa Tanzania nilikuwa naivua. Sija kurekodi ni pitch nini video 2-3 tulikuwa naivaa na watambia wa Tanzania kwamba mmenunua mwenyewe, kumbe nilivishwa nyuma ya pazia. Marekani kumtishia mtu bunduki kama vile ni kesi kubwa. Ningeamua ni kesi kubwa. Lakini sikuamua kumpeleka huko. Kwa sababu alikuja akaelewa, kwa sababu nilimwambia mimi kwenye kufa, hapo kwenye kufa mimi ndo ninapopataka sasa. We kama nini mimine meza kifua, wacha nifumbe macho ni swala yangu ya mwisho unimalize, lakini mimi kuendelea na penzi hili hell no. Kaambia ni uwe kama lishaisha wacha nende zangu. Hapo tena ndo bado mkasa mzito unaendelea, nitakuja kukuelezeni kwa sababu waga vile nikizikatiza video waga kwanza nalia. Sasa hivi nitaka nikuonyeshe na kwaga si kazi rahisi. Nilikotoka kulikuwa sikwepesi. Anilambia na kufumua, nilikuwa tayari na swala ya mwisho anipige shaba ya kichwa. Ilikuwa tayari huko nilikotoka nishanusurika na hivyo vifo vyake vya kuniayusha. Kwa hiyo akaona hapa kashashindwa. Ndio maana Tanzania niliacha uzinifu. Sitaki kusikia. Yaani kama maisha ndo yashanishinda wa Tanzania ndo nimekosa wewe mume. Hakuna kaburi la mjane, mimi na bilivu ndo wasibilivu zina sasa hivi siashanikuta. Sasa hivi metulia na nyendeeni tu, mtaka pesa bwana nadanga na pesa na kachukueni, sie tupo kuista tutaendelea kukuangalieni mkenda Dubai, mkenda Sharjah, nini tuseme sisi ndo wakosefu, nyewe ndo mnazo. Sisi jamani, sisi ndo wale wakosefu, wacha wale zobata. Sie tupo, sie tunawatizama tu. Mabregedia tunawachora tu. Manuari tunawatizama tu. Mwenzenu mpaba stola kichwa leke. Maana nadhani ningezi accept zile pesa, sijui ngeishi maisha. Ndio hayo maisha mengine mnawaona hao. Mwanamume mmoja anawaonesha sehemu za siri, sijui yani mambo wanakwani unaona maisha yao yako tafrani. Usikiwa na raha wale. Pengine nyuma pazia nilizana huko, sikute makanisani nyuma pazia wanaita mapasta ndani mwao. Mmetoka kwenye kulia mmeingia kwenye kicheko. Usikute sisi ukuista tunaoneshwa wako Dubai nyuma pazia wako na pasta na waombea. Zile pesa mtihani zile. Na nadhani ukizichukua kuna mengi yanakukuta, unatamkiwa nazo. Ushanivisha pete sawa. Sasa nataka kuolewa, akanambia Kwa hiyo sasa katika kuolewa unafanyaje fanya? Mimi niko tayari, bwana huyo anasema. Mimi niko tayari kukuoa. Niko tayari, mama yangu kakupenda, dada zangu wamekupenda. Kumbe wale madada na yule mama huaga hawapendagi mkwe kama uko nilikotoka. Nasikia historia mama mtu hapendagi mkwe yule. Kila mkwe anayepelekewa anamrefuse. Kuna mmoja mpaka waliingia vitani yule mwanamke mpaka afa. Na mawifi wakikuwa accept anawapenda madada zake, anashare naye kila wale madada zake wawili homeless. Wale madada wawili ambao hawana life wale. Wachafu jamani wa Tanzania au madada kama muwaone. Na nazo picha zao. Nitakuwekeni hapa, nitasema mawifi nimewamisi. Kwa sababu wamo sasa tatizo. Kuna wifi yangu mmoja mwanawe yumo kwenye Insta yangu. Katika hao mawifi ya ilo penzi lilotoka yumo kwenye Insta yangu. Wamenifollow baadhi yao. Kwa mimi picha nikiziweka nitaziweka kama za nimewamisi, mahaba. Nini mtaelewa. Jamani kama homeless. Hao mawifi wawili hao wana say mmoja kaekwa mpaka kwenye life insurance. Dada yake ndo kamili, yani siku hizi wanaume mna show mpya. Mali wanazisaini kwa wazazi ama kwa madada zao, lakini si wake zao. Yani akifa anaonekana hana kitu. Na Marekani style hiyo baadhi sasa imeanza. Bwana kila kitu kamwandika dada yake. Dada yake naomba nimtaje jina, anaitwa Aya Cynthia. Dada yake huyo ya Cynthia ndo kaandikwa kila kitu mpaka life insurance kamweka dada yake. Lakini dada huyo jamani wa Tanzania ni homeless. Ninapozungumza hapa kwa kule kwetu Zanzibar mfano wake labda tuseme maisha anayoishi kama anaoishi Kibomu labda dada yake nani Bizakia. Kama maisha ya Bizakia waja ng'ombe. Dada yake hapa Marekani anaishi. Pa kukaa hana.
anagandia majumba ya watu huyo dada. Kaka yake huku tajiri, sina la kukwambieni. Ni kama yani kuna vitu jamani lazima muviangalie wadangaji. Jamani wadangaji wazinifu mnao kwenda kwenye hayo mapenzi yenu mnayoyapenda. Angalieni na zile movement za familia yake yule mbaba. Kwa nini wao umiminiwe mahela pengine mwanawe kule poyoyo, pengine unaweza kumkuta mwanae linakula unga linavuta bangi bado tu huchanui akili yako kwa nini? Wengine wale wanakuwa watoto wa sadaka. Sadaka si mpaka muuliwe jamani, kuna sadaka nyingine mtoto anawekwa katika madrugs. Kuna sadaka nyingine mtoto anapelekwa anatumbukia kwenye umalaya. Toto linashindikana linakuwa senge, wengine wanakuwa wafirwaji, wasagaji, ndo sadaka nyingine hizo za mambo yao. Anaweza ukaona mtoto wake kaharibika, babake ana hela kama nini, lakini mtoto wake masikini anapelekewa moto. Baba yake tajiri, lakini mtoto anakula unga. Ndio sadaka zao hizo. Wengine huwa hawaui, wanaua wake zao. Wengine wanaua mama zao. Wengine kama hivyo, kila mtu ana sadaka yake katika hivi vyama vyao vya utajiri. Nyie wapenda pesa wadangaji, mukiingia katika mapenzi au mnakwenda kuzichukua hizo pesa, basi muingie kwa step, mujue mtatoka vipi. Maana kutoka kugumu. Niulizeni mie huku sasa hivi nilipapatua jamani mpaka kukaa sawa. Maana baada ya kukoswa na bunduki nililishwa kiapo. Nililishwa kiapo kizito, mkasema ama kiapo hichi nitachomoka. Ndio kama hivyo mnawaona historia yao, walitembea na mawaziri na wabunge, leo wanaishia vitoto vidogo vidakapumbu. Leo wanaishia vitoto vinawavua nguo vikiwazalisha. Waliotoka kwenye mabasijidi Benzi na Malambogini alopaki nje. Walitingisha Insta mitandao hii tukiwaona wao wako na good life. Leo wanazalilika kwa watoto wa chini ya umri wao. Vile ndio vipigo wanavyopewa. Hawana raha. Vitoto vinawaning'inia roho. Jitu mama lina watoto linakwenda kujitrendisha na kitoto kidogo, anaweza hata kukizaa akiwa kasimama. Zile zote ni laana za Mazedoni. Unakwenda kwenye ndoa yako ulioitaka mwenyewe, ushaamua sasa unataka kuolewa, ndoa unaiona chungu. Kitoto kidogo kilichokieka ndani kinakuweka roho juu, huna raha na maisha. Unaanza kujisifia ulikotoka, lakini unakokwenda sasa ndo kunamalizika. Viapo vile vya Mazedoni ndugu yangu, mimi niliambiwa. Kuna neno aliniambia yule baba, nikamwambia ama hili madamu mmezaliwa Pemba ama baba nitachomoka. Kama nilivyochomoka kwenye bullet, basi nitakuja kuchomoka na kwenye hili sakata. Ndugu zangu ni wa Tanzania. Yule baba nikamwambia nioe sasa, nataka mume. Nataka mume, sitaki pete nishavishwa. Sitaki sasa hii. Hii imesibili na bilivu ndoa. Kwa nikuoe. Kama Mungu na shoga yangu mimi ananishauri vitu vizuri. Ninaye shoga yangu best, ndio msiri wangu. Ndiye ninamwambia mpanki jambe vichwa, leo nimejamba na ananiambia nenda hospitali. Naye mimi rafiki yangu, lakini aliniambia ninakuomba usije ukaniweka kwenye mitandao ili watu wasijue. Siku zote nakwambieni hapa, mimi na mtu asam best, nampenda vibaya na ndio amenisimamia life yangu mpaka palipo. Kila mtihani kasimama na mimi. Hana pesa ya kusema anipe, lakini ananipa maneno mazuri. Yani ni shoga, ni ndugu, ni mama, ni dada, ni kila kitu. Yule bwana akakubali kunioa. Akasema sawa, sasa naomba nikaongee na mama. Akaenda akamwita mama yake na dada zake sebleni na mimi nikiwepo. Jamani we mwanamke, kama nilivyokuambia, na siku ile na kwanza subirini. Pale ninakwenda kukutana na madada zake sasa siku ya kwanza ile. Ndio anakuja kuambiwa kwamba sasa mimi nataka kuolewa rasmi. Madada zake walifurahi waliponiona. Jamani wa Tanzania, madada walifurahi hao kama muwaone. Mimi sijazoea yale mambo. Mawifu akinikumbatia mimi tena mtume. Naogopa, kumbe ile ndo manusura. Hizi ndoa mnazopitia hizi nyingine, ndoa nyingine inakuwaga ni mafunzo kwenu, mwe mna akili. Mimi nilikotoka, ndoa ya kwanza nilichukiwa na ukoo mzima. Wakina Lawisefu hawa kunipenda hata kuniona. Ndoa ya pili ndio mama ilikuwa mpaka naambiwa umekuja kwetu kutuibia mbegu za watoto. Eti memwizi wa mbegu za Omani. Ile imekuja kunisaidia sasa kwenye penzi hili la Zedoni.
Sikumuaccept vizuri mama mko kwenye moyo, nilimuaccept kwenye uso, nikanacheka naye ndani ya moyo, nasema mimi siye. Akinikumbatia ile bibi na pale aliposema unzubillah la ilaha illallah la ilaha illallah, vile akinigusa wale mawifi, jinsi ninavyowaogopa. Sijazoea, nishazoea mimi siku zote na kuwa na enemy kwenye ndoa. Mawifi wakaja pale wakapiga vigeregere wakanikumbatia, ndo mila za kwao. Basi pale tumemwaccept, tunakwambia muoe. Ndo tunamtaka sasa. Mwifi mkubwa huyo ndo akisema kitu, huyo ndugu yangu kama dabimu, ndio hicho. Wifi mkubwa akasema sasa huyu ndiye mke katika wanawako uliokuwa ukiwatafuta. Kwanza ana hela sura yake. Msiki mimi nikaanza kumughasi. Nikamwambia subiri kidogo kwanza, subiri. Nitakupa jibu kwanza mpaka niongee na wazazi wangu tukubaliana, afunye tena ndo mtafanya prosesi za mahari. Lakini kwetu sisi mama yangu ibadhi, mama yangu atakuuliza maswali. Uliwahi kulala naye? Ukisema ndio haniozeshi. Mama yangu hataki vitu hivyo. Hataki. Kweli usema tu mimi nilimpenda tukajiwana tukanene nikajani. Kama hivyo usiseme kwamba tuliwahi kuhusiana, uliwahi kunipa moto, ukanivisha, usizungumze vitu kama hivyo kabisa. Ukivizungumza tu mama yangu mimi yule ni mtu mzito. Mama yangu mimi ana maswali akikuuliza ukiingia kwenye 18 umekwenda na maji. Mimi mama yangu namuogopa hatari. Kwani namjua mama yangu ni nani? Mama yangu ni mtu mmoja hatari sana. Mabawe. Uwe na udhu ukenda kuongea naye kabla hujaoa. Ana notification mama yangu. Akikuangalia tu anajua wewe ni nani. Kweli nikamwambia mimi nilisha kufanya upuuzi mmoja, namwambia yule baba. Nilikuja nikampenda mwanaume nikampeleka kwa mama yangu. Nikamwambia mama vipi? Mama akanambia wapi? Ili drugs dealer, ili jambazi, ili mama yote alikuja, nilikwenda nikayaona kwa macho yangu. Mpaka nikasema labda mama mwisho nikasema vipi mama kweli Kwa hiyo mama yangu ana notification, akiangalia sura tu anakuskani kama Amsterdam. Sasa ndo maisha yale ndo na mimi niko nayo. Usijokendo karopokwa huko. Basi nilipomalizana naye yule baba kuongea naye ile kwamba ndo tunapiga stories zetu pale, ikanijia akili sasa. Kamwambia yule bwana, naomba niongee na dada yangu ambaye yule shoga yangu. Ndo nikamfanya dada, nikamtambulisha kwa yule bwana, huyu shoga yangu ni dada yangu. Na yule dada nikamwambia kwamba wewe huyu bwana mdogo akikupigia simu usije ukaenda ukafanya mistake, wewe ni dada yangu, sawa? Usije ukaropoka kusema shoga yangu, sawa? Baba yule akaniruhusu simu. Maana nilikwambia ndani ya nyumba yake siruhusu simu. Hapo nina kwangu na nina kwake. Kwa hiyo nilikuwa naenda huku na huku kabla sijatolewa kwenye basement, sasa kupelekwa nyumba nyingine. Nyumba nyingine niliposti hapa. Warere mpaka kisa nikaja hapa. Kumbukeni nyuma huko nilikotoka. Basi wa Tanzania yule baba akanambia sasa pale basement nikutoe nikutafute sehemu nikupeleke. Nikamwambia sawa nipeleke, hamna neno. Nikatafutiwa apartment sasa, nikaenda nikakodiwa nikapelekwa pale. Na huku sasa akili alionipa yule shoga yangu, ile basement usitoe. Ile basement nikawapa Tanzania wakae. Nikamwambia nyie kaeni hapa, mimi natoka. Nikaondoka pale. Lakini tena ndo baadaye mambo yakatokea sitofahamu tena, ile basement ikarudi kwa landlord. Mimi wakati niko pale sasa, huyo bwana anakaa kwake Long Island. Pale anakuja tu siku ambayo anataka, anakuja pale, anakuja sometimes ananichukua na nipeleka Long Island. Shoga yangu akanipa wazo. Akanambia Sharifa nikupe wazo. Kutokana na story unavonipa, mimi bwana namuogopa. Ile bwana drugs dealer hilo. Sisi tunawaza drugs dealer kwanza. Kwa sababu ile ni pesa mingi, ni pesa na inawekwa tu mle ndani ovyo ovyo. Alafu mimi sichukui hela, sitaki hela. Nadhani ndio ilikuwa manusura yangu. Kalikuwa sitaki. Sijui nitaka nikupeleke sijui Puntakana. Sijui Puntakana chukua mimi naambia mimi sitaki Puntakana wala Karakana. Mimi nakupenda wewe. Mimi nilikuwa zile dawa zilienda vibaya. Bwana kanuia vibaya yule. Nikawa mimi nampenda yeye mpaka akisema. Mimi nampenda yeye tu usaki chochote. Sijui ndio nilikuwa ndo Mungu ananini. Yaani vile ile labda ndo spirit wa kwetu Rufiji. Alikuwa yani nilikuwa sitaki. Nikionyeshwa sitaki, mimi nakupenda wewe. Nilikuwa kama vile poyoyo. Shoga yangu akanambia huyo mwanamume usije ukampeleka kwenu. Haya vipi, hebu niambie shoga yangu. Wewe unamjua mama yako unamsikia? Namwambia namjua. Wewe mama yako sikakuzaa. Ina maana wewe humjui Biticha.
mimi namjua. Mimi mama yako huyo akimuona atamkataa Sharifa. Wallahi huyo mama yako hawezi kumkubali. Kamwambia sasa tunafanyaje? Na mimi nampenda. Sasa mimi niko kwenye penzi sasa. Mimi nampenda. Nikaanza kulia. Shoga yangu wewe, lakini yote 9-10 nampenda. Sasa tunafanyaje na mimi nampenda? Hebu nishauri mambo mazuri basi, mimi nampenda. Shoga yangu akanambia sasa tufanye mchongo. Mchongo gani? La kusito kanisemea, maana nasikia una report kila kitu kwa bwana. Nikamwambia siwezi. Sasa nikiongea na yule shoga yangu nikawa nina akili timamu. Halafu nikawa ninaongea na shoga yangu, sasa tuna siri baina zana naye yule baba, kuongea naye ile kwamba ndio tunapiga story zetu pale, ikanijia akili sasa. Kamwambia yule bwana, naomba niongee na dada yangu ambaye yule shoga yangu. Ndio nikamfanya dada, nikamtambulisha kwa yule bwana, huyu shoga yangu ni dada yangu. Na yule dada nikamwambia kwamba wewe huyu bwana mdogo akikupigia simu usije ukaenda ukafanya mistake, wewe ni dada yangu, sawa? Usije ukaropoka kusema shoga yangu, sawa? Baba yule akaniruhusu simu. Maana nilikwambia ndani ya nyumba yake siruhusu simu. Hapo nina kwangu na nina kwake. Kwa hiyo nilikuwa naenda huku na huku kabla sijatolewa kwenye basement, sasa kupelekwa nyumba nyingine. Nyumba nyingine niliposti hapa. Warere mpaka kisa nikaja hapa. Kumbukeni nyuma huko nilikotoka. Basi Watanzania, yule baba akanambia sasa pale basement nikutoe, nikutafute sehemu nikupeleke. Nikamwambia sawa nipeleke, hamna neno. Nikatafutiwa apartment sasa, nikaenda nikakodiwa, nikapelekwa pale. Na huku sasa akili alionipa yule shoga yangu, ile basement usitoe. Ile basement nikawapa Tanzania wakae. Nikamwambia nyikaeni hapa, mimi natoka. Nikaondoka pale. Lakini tena ndo baadaye mambo yakatokea sitofahamu tena, ile basement ikarudi kwa landlord. Mimi wakati niko pale sasa, huyo bwana anakaa kwake Long Island. Pale anakuja tu siku ambayo anataka, anakuja pale, anakuja sometimes ananichukua na nipeleka Long Island. Shoga yangu akanipa wazo. Akanambia Sharifa, nikupe wazo. Kutokana na story unavonipa, mimi bwana namuogopa. Ile bwana drugs dealer hilo. Sisi tunawaza drugs dealer kwanza. Kwa sababu ile mipesa mingi, mipesa na inawekwa tu mle ndani ovyo ovyo. Alafu mimi sichukui hela, sitaki hela. Nadhani ndio ilikuwa manusura yangu. Kalikuwa sitaki. Sijui nitaka nikupeleke sijui puntakana, chukua naambia mimi sitaki puntakana wala kanakana, mimi nakupenda wewe. Mimi nilikuwa zile dawa zilienda vibaya, bwana kanuia vibaya yule. Nikawa mimi nampenda yeye mpaka akisema mimi nampenda yeye tu sitaki chochote. Sijui ndio nilikuwa ndo Mungu ana nini, yaani vile ile labda ndo spirit wa kwetu Rufiji alikuwa yaani nilikuwa sitaki. Nikionyeshwa sitaki, mimi nakupenda wewe. Nilikuwa kama vile poyoyo. Shoga yangu akanambia huyo mwanamume usije ukampeleka kwenu. Haya vipi, hebu niambie shoga yangu. Wewe unamjua mama yako, unamsikia? Namwambia namjua. Wewe mama yako sikakuzaa? Ina maana wewe umjui Biticha? Mimi namjua. Mimi mama yako huyo akimuona atamkataa Sharifa. Wallahi huyo mama yako hawezi kumkubali. Kamwambia sasa tunafanyaje? Na mimi nampenda. Sasa mimi niko kwenye penzi sasa. Mimi nampenda. Nikaanza kulia. Shoga yangu wewe, lakini yote 9-10 nampenda. Sasa tunafanyaje na mimi nampenda? Hebu nishauri mambo mazuri basi, mimi nampenda. Shoga yangu akanambia sasa tufanye mchongo. Mchongo gani? La kusito kanisemea, maana nasikia una report kila kitu kwa yule bwana. Nikamwambia siwezi. Sasa nikiongea na yule shoga yangu nikawa nina akili timamu. Halafu nikawa ninaongea na shoga yangu, sasa tuna siri baina ya mimi na yule shoga yangu sasa. Siri nikaila katika siri ile nilihifadhi. Lakini kuna baadhi ya muda nikimchoma kwa yule baba. Kula siku nilimchoma. Tukaja tukagombanishwa na yule bwana. Nikaja nikagombanishwa na yule dada. Lakini yule dada muelewa. Akanipigia simu akaniambia Sharifa, najua situation uliokuweko, lakini atuachane nayo ile story, tuendelee na maisha yetu. Yule dada ambaye shoga yangu umuelewa, na rangi kwa shoga mwingine sasa hivi ingekuwa mpaka siri zangu zishamwagwa mpaka mitandaoni. Bora nimekuja kuzisema mwenyewe. Hii ndio raha ya kuwa na mashoga wenye vifua. Ndugu yangu, shoga yangu akanambia sasa hapa ngoja niongee na mtu, tuongee na familia. Nikamwambia sasa tafuta familia inayojua Kizungu. Sawa. Sababu bwana hajui Kiswahili. Sawa.
tutafute familia hapa, tufanye mchongo, ndo tufanye ndo ndugu zako, ndo familia yako. Alafu tuunganishe baba, alafu tufanye tumtizame atakuwa aje, ili mbele iwe very easy. Na wewe tena uko Marekani ufanye siri, usionyeshe Tanzania wenzako kwa umeolewa, usiseme fanya siri, fanya kitu kingine, zikaambia usiwaze, tulia wewe. Mbona kesi ndogo tu hiyo, mimi wa Tanzania hawezi kujua vitu kama hivi. Sawa. Pakatafutwa hiyo familia na shoga yangu. Familia ikakubali, akatafutwa mzee anayejua English akakubali. Nikamwambia yule mzee unataka shilingi ngapi? Akasema mimi kutokana na hiyo skendo unaonipa mimi ndio niwe baba, mimi ndio nisimame mpaka uolewe, nitataka $600,000. $600,000 nikazitoa hapo nikamzele, nikamtumia kwa wave, nikamtumia boom $600,000. Ile familia ya mchongo ambayo niozeshe yule bwana. Familia ya mchongo nikaiunganisha na yule bwana. Nishaipiga $600,000, wakaongea pale kwa kizungu. Yes, sisi ndo Sharifa tumemzaa peke yake, huyo hana ndugu huyo, na uko Marekani hana. Na pia kilichonisaidia vile vile, nadhani nisipigwe ile bunduki ya kichwa ile kwamba Marekani sina ndugu, ile bwana imani ikamuingia, nikamwambia siwezi mimi kuongea kwa hapa hali, kwa sababu sina ndugu hapa, sina mtu yote ambaye mimi naweza nikashare naye mambo yako, anayekujua wewe. Wewe toka mimi niwe na mahusiano na wewe, ni nani niliwe kumuona kama zaidi ya yule dada yangu kwenye simu ambaye ni shoga yangu? Nani zaidi ya yule dada yangu? Hakuna. Familia yangu mara moja unaongea nayo. Familia ile ya mchongo sasa hapo nazungumza. Sizungumzi familia yangu mimi hawajui yote. Familia yangu mimi wananishangaa, usikuta wanashangaa. Kama mnavyoshangaa nyie. Ndugu yangu akasema pale ule baba yangu wa mchongo. Baba yangu alikuwa hai kipindi hicho, lakini na baba ya mchongo limtafuta. Sikutaka baba yangu nimshirikishe na mambo kama yale. Shoga yangu alinipa ushauri, usishirikishe familia yako mambo hayo. Tutafute familia ya mchongo tuipeleke huko ikaoe, ili tujue huko tunapiga doria vipi. Nakwambia shoga yangu, Mungu akuweke ndugu yangu, Mungu akuweke. Nakwambia hapa nitaka nikae kupeleke Dubai ukalebata. Nitaka kupeleke Dubai shoga yangu. Hapa nilikuwa na mpango sana kuchukua Marekani. Nasubiri Trump atulie nikutume mwaliko shoga yangu best uje Marekani. Angalau uione Marekani na wewe. Sijui hata nikulipe nini kama lawyer. Nikamwambia subiri kidogo kwanza, subiri. Nitakupa dumbe familia zenu kwa mnakokwenda mkazikaanga. Mkenda kula madili na hao madoni wenu mnazotaka hizo pesa muioneshe dunia mnakula raha. Jitajeni nyinyi tu. Usianze pale mama yangu anataka pesa na ende hospitali, mdogo wangu apelekwe shule, mdogo wangu matokeo yake anakwenda shule, unasikia shule huko kajinyonga mwenyewe, kajitia kitanzi, anataka kwani wanga hapa anajiua kwenye mashule huko, nasikia fulani kajinyonga, kumbe pesa zilitoka pazito. Ndo sadaka hizo mnatolewa ndugu yangu. Basi mimi tena baada ya kuzikabidhi zile $1,000 kwa ile bibi na zenye nyingine msikitini, ile bibi ndo kama hivyo ninavyokuambia, alikuwa anaumwa tena anaumwa mpaka tena akajifia yule bibi alipokea $1,000. Familia inaniangalia nikitoa story. Najua kwa sababu mkasa mzito na wao wanajua, maana niliwaambia nilipoingia bwana. Na nikawaambia sijekaa kamuua yeye, niliwaambia ile familia mwenzangu mesina siri, niliwaambia jamani, huyu mama hii kuumwe sijekani huyu baba. Wakanambia inawezekana Sharifa, manake mama alipopokea tule $1,000 aliumwa ndo mpaka kufa tena Sharifa. Mimi niliwaambia ile familia, niliwaambia jamani, tuachane masihara, isijekawa ile pesa niliyopewa na huyu mzee, maana mzee nilimkuta na mambo, ilibidi kuna story share na ile familia yangu ya mchongo. Kuna story nilishare nao, niwaambia jamani, waliniuliza vipi huko mambo yanaendeleaje, ndio nikawapa mkasa, nikamwambia jamani, nimeingia pabaya hapa na papatua kutoka mama yuko wapi? Mama huyo hapa, ongea mama yao alikuwa anaumwa. Sharifa vipi? Nawaambia mama ndio hivyo, anambia mimi naumwa. Baadaye mimi nikamwambia jamani, mimi ndio niliwaambia sasa, jamani, isijekaa huyo mama kuondoka ni zile pesa jamani, maana yako mzee naye mwingi kweli kweli. Yani wewe mimi sioni hesabu kuongea kila kitu uwazi na ukweli, whatever. Ndugu yangu, nikapewa hiyo apartment, nikaenda nikakaa pale, na yule bwana akaa anakuja naondoka pale, wa Tanzania. Hapa nimekwama kidogo.
Yule bwana ana watoto watatu. Historia katika wanawake aliopita nao. Mtoto wake wa kwanza anamkimbia babake, anamuogopa babake kama simba, anamkimbia hata kumuona ninaposikia. Mtoto wake wa pili anamtukana babake matusi ya nguoni. Mtoto wake alafu na ni mlevi, anakula unga na mambo yote anafanya. Mtoto wake wa pili. Mtoto wake wa tatu anadili na baba yake. Hey. Watanzania, nipeni muda kidogo nipumzike. Histori hapa sasa ndio imeanza kufika pagumu. Maana yake uko likotoka kwepesi kukuelezea, lakini sasa hapa sasa tunafika kwenye situation ngumu ya kuitolea maelezo. Hapa nimekwama kidogo. Yule bwana ana watoto watatu. Historia katika wanawake aliopita nao. Mtoto wake wa kwanza anamkimbia babake, anamuogopa babake kama simba, anamkimbia hata kumuona ninaposikia. Mtoto wake wa pili anamtukana babake matusi ya nguoni. Mtoto wake alafu na ni mlevi, anakula unga na mambo yote anafanya. Mtoto wake wa pili. Mtoto wake wa tatu anadili na baba yake. Hey. Watanzania, nipeni muda kidogo nipumzike. Histori hapa sasa ndio imeanza kufika pagumu. Maana yake uko likotoka kwepesi kukuelezea, lakini sasa hapa sasa tunafika kwenye situation ngumu ya kuitolea maelezo. Maana nzito sana hapa sasa. Hapa nzito sana, yani inauma kau tumbo. Yule bwana baada ya kupeleka zile hela akasema nitakufanyia harusi. Kwanza nataka nikuangalie kama yani kuna vitu kwanza nataka nikuangalie kwanza mpaka nijiridhishe. Halafu tena ndio nitafanya harusi kubwa ya kifahari. Bwana anasema. Nikamwambia sawa, hamna neno. Muhimu kwamba mimi na shoga yangu kutunadili tunasema Sharifa, usije ukatangaza Insta, naambia sisubutu. Bwana yenyewe simuelewi, mauza kibao anyway. Yule bwana akanambia sasa mimi nasafiri. Nakwenda zangu kwetu, nitakaa miezi 3. Sasa mimi nitakaa vipi hapa? Akanambia rent itakuwaje? Namwambia yule mzee. Yule mzee akanambia ngoja niongee na landlord wa hiyo nyumba. Akaongea na landlord wa nyumba akamwambia. Kila kitu akazungumza, akalipa rent mpaka yatakaporudi. Haya, akanambia vipi pesa kutumia nikuachie? Yaani mimi kwenye pesa pale ndo nilipokuwa sikukamatika pale. Kwa yote nilikamatika, kwenye pesa Nikamwambia mimi nafanya kazi, kwa kila kitu mwenye kutumia nikuachie. Yaani mimi kwenye pesa pale ndo nilipokuwa sikukamatika pale. Kwa yote nilikamatika, kwenye pesa Nikamwambia mimi nafanya kazi, kwa kila kitu mwenye nitajilipia mwenyewe, usijali. Mimi nafanya kazi. Yaani muhimu kwamba ushanilipia rent wewe nenda. Mimi kila kitu nitasimama mwenyewe. Bwana hakukubali. Hakukubali yule bwana. Yule bwana akienda kwao anakuwa na ila, anazima simu. Miezi 3 yule bwana. Hakuwa anapatikana kwenye simu. Miezi 3 hakuwa anapatikana kwenye simu. Sasa sikilizeni. Siku moja naongea na dada yake ambaye yule naambia ananipenda. Mimi sina mapenzi nayo. Hawa Sharifa vizuri. Uko poa? Niko poa. Uko wapi? Niko kazini. Unatoka saa ngapi? Nikamwambia natoka saa 1. Maana yake kuna barua yangu nimetumia address yako, itakuja hapo barua yangu. Kwa hiyo saa 1 nitakukuta hapo nje nichukue barua yangu. Nikamwambia saa 1:30 wifi kaja kuchukua barua. Barua ilikuwa kweli. Akaniuliza swali. Unakaa peke yako? Nikamwambia mbona hakusema jana tulipokuwa tunaongea kwenye simu angalau nikamleta mwanangu kaja ukakaa naye? Nikamwambia kwani unaongea naye kwenye simu? Kwani wewe hakupigii? Nikamwambia huu mwezi wa pili hajapiga simu wala hajakose. Kumbe. Okay basi. Anyway. Alitumia simu ya rafiki yake. Dada akazungusha ringi, story maongezi akayapindisha.
Okay. Kweli hana simu. Kweli unavyoongea kweli. Mimi alinipigia kwa simu rafiki yake sababu kwa kuna emergency. Nimekanishafahamu, of course nishafahamu. Akaondoka nikampigia shoga yangu simu. Tanzania kalala. Kamsubiri mpaka saa 5 usiku. Nikamwambia, "Oya, dada mtu alikuwekwa hapa leo kaja kuchukua barua." Sasa mimi kila kitu na share na shoga yangu. Haya, lakini kuna kitu hapa kama kimenishtua. Kitu gani? Yule bwana kumbe anaongea na familia yake. Lakini mimi haje kunipigia mwezi wa pili huu. Akamwambia, ndugu yangu we. Sasa maisha haya vipi shoga yangu? Mbona mtihani huu? Mbona mabalaa haya sasa? Akanambia kweli. Sasa hapo Sharifa inabidi ukaleta komoja hapo kama Vespa za Zanzibar. Maana si mtihani huo Sharifa sasa. Naambia mtihani si mdogo. Sasa akanambia hebu sasa itabidi Sharifa huyo sasa tumfanyie investigation. Sasa tumspy huyo jamaa. Yule bwana baada ya miezi 3 kuisha kule. Haijesha ndo yuko huko miezi 3 bado. Ndo ule dada kuondoka baada ya siku 3. Akapiga simu mtoto wa dada yake mkubwa wa kiume. Sharifa nini? Tunaomba social security yako na ID zako na kila kitu za kazi gani? Mumeo katuambia tukuingize kwenye life insurance yake. Nikamwambia nyie sikizeni, mimi sitaki life insurance yake bwana. Mimi sitaki maisha yake bwana. Mimi ndio chanza pale chanza kumogopa anyway. Sitaki kitu chake, sitaki social yangu, sitaki chochote. Sitaki. Anko nimeongea naye leo. Anko kaniambia, unaona sa familia yake anaongea nao vizuri tu, lakini mimi simu yangu haipatikani kwake. Kaambia wewe na anko yako msinichanganye hapa, nikamkatia simu. Sijui siku ile ilikuwa na bad mood ama ndo na hiyo mizuka ya kwetu Rufiji sifahamu. Nikakata simu. Kumbe habari zote anapewa kwa sababu kaja nazo. Mpaka dada yake kuja kuchukua barua habari kaja nayo. Kwa maana alikuwa anaongea kweli. Miezi 3 kufika bwana karudi nikampokea nikalia pale. Miezi 3 umeondoka, hunipigi simu, huniulizie dada zako unaongea nao, mimi uongee na dada yangu yupi? Akapiga simu akaeka loudspeaker na mchamba dada yake. Mimi niliongea na wewe, mimi hujaongea na wewe. Nini tu nilikuwa aliongea na nani fulani, dada mtu ndo lao moja. Poleni wenye mawifi waramba vichogo. Kama Mungu umesinaga bahati ya kupendwa nao anyway. Basi bwana yule kurudi begi lake hata kilifunguliwe kalipiga kufuli lale kutoka nalo kwao. Kaja na maembe 3. Jamani, unatoka safari refu unakuja na embe 3. Wewe umeona wapi? Zimewekwa kwenye begi. Kasema fungua begi lo moja lo jengine sio kalifungua. Fungua nayo mwenyewe. Ile begi moja ambayo ametoka nao safari. Njoo lieke hapa, tukalifungua pale mimi na yeye tukachukua vitu vya nchi kwao kule akapanga kwenye kabati mimi ambavyo sivijui. Yaani sijui tena ndio mambo yao mimi sifahamu tena hapo. Akatoa embe, msizidumbe familia zenu kwa mnakokwenda mkazikaanga. Mpeleke mama leo yale. Na hii moja yangu. Kumbukeni kwamba namgombania mama yao. Uko mzima unagombania na yule bibi. Akatoka na ile yake embe moja hii moja akanambia ikate niweke kwenye kisahani nile. Na hii yako utakula. Haya. Aliona very simple tumekupewa ile embe nile. Akatoka akasema nampelekea mama embe moja. Wewe umeona wapi? Katoka mle ndani. Sasa kutoka mle ndani hapo kwangu mimi sasa sio kwake yeye. Pale aliponirentia mie sasa. Sio kule ambako anakaa Long Island. Kule bado sijaenda. Pale ndo narudi kwa mama yake aje achukue mizigo tuende zetu kwa Long Island kwake. Na msubiri mimi nikachukua lile embe nikampigia simu shoga yangu. Vipi kumeletwa embe hapa? Wewe usile. Imeandikwa mpaka jina langu. Wewe Sharifa sijukala. Sharifa kaitupe anarudi ngamba sasa na tena pale niko huru kwa sababu hapana kamera. Kwake ndo kuna makamera huko. Kaja na embe mpaka ya mama yake. Kashatoka kumpeleka mama yake embe na yake shamkatia anakula. Yangu mimi ndo nimeambiwa nile. Lakini yangu mimi ndo imeandikwa jina akaniambia kaitupe. Nikaenda nikaitupe ile embe. Kurudi yule bwana vipi embe? Angaambia tamu hatari. Umekula akanikumbatia yule bwana. Akanibusu. Kanikumbatia akanibusu yule bwana. Mimi nimekula embe. Kumbe embe shaitupa. Shoga yangu akanambia kutokana na movement na story unaonipa usije ukala kitu chake huyo bwana. Lakini sikusikia.
Sikusikia. Jamani wa Tanzania, kuna vitu vingine nilikuwa na msaliti shoga yangu. Nikaja nikachukuliwa na yule bwana na mabegi yetu mpaka Long Island kwake. Kufika kwake kama nyumba yake kama ujirini. Ukiingia kwenye ile nyumba kama umeingia ujirini Tanzania kama uko anga nyingine. Nikaweka mabegi pale, akasema ngoja nende chooni nikaoga. Niingia chooni kukoga, mimi nikalifungua lile begi la pili sasa. Mna nguo za wanawake kwenye lile begi, mna hivi chupi, sigiria, mna vidude vya wanawake, vibanio vya nywele, sijui ndo katoka navyo kwao kuchukua wengine. Mimi nikalifunga lile begi. Na sija notice nini, sijaelewa, nikajua labda zawadi tu anataka kuwapa dada zake, nguo za kike zimejauza kwangu mie, akili yangu pengine nitaka kupewa mie. Lakini vibanio vina nywele kama vishatumika. Halafu nguo zina harufu ya mwanamke, yani zile nguo zina harufu ya mwanamke. Nguo tofauti za kike zina harufu ya mwanamke, lakini nguo za ndani. Kutoka chumbani meki mimi pale begi shankambe ile begi vitu hilo liache, liweke kule. Haya, tukalieka pembeni lile begi ambalo kasema liachwe. Ile jengine tukalitoa nguo zake nikapanga kwenye makabati. Lakini maisha liona lina nini? Akapiga simu mwanaume. Akanambia pasta huyu anapiga simu. Inavyosemekana kuna baadhi ya mapasta adakadabra wanabilivu two way. Kuna baadhi ya mapasta kwenye makanisa wanawalaki adakadabra. Wanatumia hilo neno unasikia. Yule pasta akapokea simu ya yule pasta. Vipi na nini wakaongea pale, mimi nayasikiliza ile maongezi. Akasema basi njoo sasa hivi. Haya. Yule bwana akanambia Sharifa, natoka lakini sichukui muda nitarudi. Nakwenda kukutana na pasta. Si nilikwambia kama kuna pasta na maongezi naye, akatoka na lile begi lenye vibikini sasa. Na vitu vilivyokuwa mle ndani. Akatoka nalo lile begi, mimi nishajua ndani mna kilichomo, lakini ndio sijui kinachokwenda kufanywa nini. Katoka nalo. Kutoka mule ndani nikampigia shoga yangu, nikamwambia kashatoka. Mko wapi? Kaambia tuko kwenye nyumba yake Long Island. Akanambia sasa shoga yangu hapo, one chance one goal. Nini? Isachi hiyo nyumba shoga yangu. Sachi mpaka hivyo vyumba vingine ambavyo uje kuingia. Ndugu yangu si nikaanza kumstena, mimi naongea na shoga yangu kwa tunaongea, tumeka simu loud speaker, mimi nachukua nyumba sasa. Akanambia kamera kitu gani? Usijali kamera. Unajua kamera ilivyo, nionyeshe. Shoga yangu kwa Tanzania ni askari, ni mtu wa mambo makubwa. Akanambia hebu nenda sehemu ya mashine ya kamera nikufundishe kuizima. Nikaenda, nikapiga video call, nikapewa maelekezo, kamera kazi shut down. Akanambia sasa ipige search nyumba. Nikaanza kuipiga search nyumba. Jamani wa Tanzania. Nikaliona hilo begi jeusi lilokuwa limewekwa juu. Yako mawili. Moja limepangwa dola, nakwambia kama movie. Ile wanaita movie gani ile inaitwa? Inaitwa Festivarios, ni Festivarios, ile wana mabegi ya pesa. Kuna movie moja aliyetia Angelina Jolie anakwenda kuchukua mabegi ya hela benki. Moja begi jeusi limejaa dola mpya zimepangwa. Ambalo hilo funguo yake imo katika funguo ya nyumba. Halina neno. La pili ndio ile funguo anakaa nayo hapa kama cheni. Kuona ile mabegi mawili nikamwambia ile begi moja lina dola. Ili la pili funguo halina. Itakuwa sijui ndo funguo gani, lakini hapo sijajua kando ile aliovaa hapa anafungua begi lile. Mimi nilikuwa naambia nikajaribu funguo zote alikufungua ile begi la pili. Shoga yangu akanambia ni wewe endelea sasa hivi fanya akili moja. Kaa sana humo ndani mpate kujua ile begi la nini. Shoga yangu ni mbea. Nikaendelea kukaa mle ndani. Hayumo tushazima kamera. Akanambia sasa fungua madro yote, ananipa maelekezo shoga yangu kwa simu. Nikaanza kufungua sehemu mbalimbali huko tuko video call. Tukafika sehemu nikakuta mapete yale. Hey! Mapete ya vito vyekundu, mapete yale. Subirini kwanza. Na macheni ya dhahabu, vitu vya dhahabu na meno kayaeka sehemu ya dhahabu. Nikamwambia vitu vya dhahabu, halafu mapete, namuonesha yale mapete. Kufungua dola 3 nikakuta zana za kijeshi. Nikakuta perfume zile zimechorwa sasa yale madevo. Ana perfume, ana shampoo, ana shower gel, zote zina nembo ya yale madevo. Na mafuta, na nikakuta kichupa kama kina maji ya damu hivi. Nikamwambia hichi sijui nini, akanambia hicho weki. Sasa hapo Sharifa tufanye akili moja, mspy huyo jamaa mchunguze kila kaza
acha kila kitu, kawashe kamera baki, asija akakufuma akakutokezea hapa akakukamata. Nikaenda nikaziwasha zile kamera. Akanambia sasa tukaanza kupiga story mimi na shoga yangu, tunayazungumza yale ambapo nimeyaona mletani. Ndo Sharifa ndo mtihani huo, sasa itakuwaje? Sasa tunafanyaje? Tunapiga story. Akanambia kwa vile sasa hivi ushawasha kamera, tutasachi tena siku nyingine. Tulisubiri babu yule bwana akatokea, ngambia wewe anakuja, tukakata simu. Nikaweka simu kwenye handbag yangu kama masharti yanavyosema. Kaingia ndani yule bwana na hasira. Ananiangalia kama hivyo wa Tanzania. Kafyonya. Nikamwambia mbona nifyonya? Akaniangalia tena hivi. Akaenda zake jikoni. Kufika jikoni kupikia chakula sitaki. Nikuweka sitaki. Toka hapa. Nikatoka. Nadhani kule alikokwenda kaambua begi nishaliangalia. Kamera ndani pengine ndo aliniangalia kwenye kamera wakazikuta zimezimwa. Bwana yule sasa jamani wa Tanzania akanibadilikia kamkali. Nikamwambia basi nitaka sasa kama vile ushakuwa mkali na una mkali kila ninachokufanya mkali, naomba nirudishe kwangu. Wapi? Sikurudishi kokote. Leo utakaa hapa. Mimi ndo mumeo, mimi nimekuoa. Simshachukua hela yangu, simshachukua mali yangu. Utakaa hapa. Wewe kwa hali. Sawa? Nani amriko kwa nani? Mume kaa pale. Akafyonya. Nikaingia chumbani kwenda kulala. Bwana kila ninachomwambia ataki. Akampigia dada yake simu. Sister akaongea pale. Walimaliza kuongea mara Uba ikaleta chakula. Changu kakataa. Chakula kikaja pale bwana akala. Mimi nikatoka kandaka. Mbona kula chakula alichokuletea dada yako? Toka! Nenda zako chumbani huko. Akafyonya. Kwa sababu nishajua nilichokifanya, nikamtest shoga yangu nikiwa kule chumbani. Shosti we, bwana karudi na vibe la hasira huku balaa, akanambia achana naye. Na we uchune. Haya, itakuwa kamera kajua katumeizima huyo. Nishajua nilichokifanya, kwa hiyo ikabidi mimi mpole yale kitoleo kali. Kutoka hapo yule bwana nikamkera sasa. Sasa akawa mkali na mimi sasa. Akawa tena hana romantic, hana nini, kwa amri moja. Au mwenyewe alikuwa akijipa moyo dawa zishanikolea sana. Nikarudi zangu chumbani. Nikalala. Saa 9 nikaamka kama kawaida, nampikia ile chai yake na vyakula, nampangia juu ya meza na sahani zake 2. Nikaanza sasa ile siku ile nishampangia sahani zake 2. Nikarudi chumbani, nikampigia shoga yangu, nikamtesti kwa WhatsApp. Nikamwambia nikamtumia voice note. Shoga yangu akasikiliza, akaniambia sasa mpeleleze, toka chumbani, nyatia ukamwangalie kuna nini. Nikatoka wa Tanzania. Nyatu nikafika eneo la sebuleni pale anapomwekea chakula chake, nikamsikule bwana anaongea na mtu na ule mtu anamjibu. Lele wanajibizana. Akasema nani ngoja. Wa Tanzania nikaenda pale nikawaona watu wawili red handed, yeye na yule bwana amekaa pale mweusi. Baba! Hey! Wakafyonya wakatizamana, siku ile yule bwana hakutoweka. Nilimkamata red handed. Nikamuuliza mgeni. Kaja sanga? Kaja sasa hivi. Kaja just sasa hivi nafanya naye kazi huyu. Kaja kuna kitu kwa kazini kimeenda mistake, kwa hiyo kanipitia twende kazini wote. Sasa hivi lazima nimpeleke mama leo hii. Sasa akasema kazungusha hajaingia na mtu mundani. Na sasa mimi nishaanza kushtuka sasa mziki ule. Kwa hiyo sasa sisi mimi nishaanza kuminvestigate mwenyewe hajui sasa. Yeye mwenyewe anafanya vipimo vya dawa vyake. Hii story refu. Ile bwana akarudi zake chumbani, kama mgeni uko wapi? Akaniambia mgeni kashatangulia. Si uliniambia unaenda naye kazini? Kaona yeye ende tu kwa sababu nitamchelewesha. Kashaenda zake. Mimi kimya, sitaki tena kuyajua mengi. Kwa hiyo tayari mimi na shoga yangu tushashtuana. Yule bwana akaingia chumbani akasema acha nijiandae nende kazini, lakini hana raha tena, acheki tena anafyonya tu.
Yule bwana akatoka, akanambia njoo funge milango, mimi nenda zangu. Yule bwana akatoka sasa, katoka naye mpaka nje mpaka getini, nikafunga milango yote pa. Nikarudi zangu chumbani kulala. Wakati narudi chumbani, sasa nikampigia tena shoga yangu, kabidi shoga sasa 24 anampigia simu ninavyotaka. Nikamwambia bwana kashatoka, nishafunga milango, nishakomea kila kitu. Akanambia sasa lala, asubuhi ukiamka tutazima tena kamera, tutasearch. Asubuhi vipi kuhusu kazini? Nikamwambia asubuhi naenda kazini. Watanzania niko Long Island, na uhakika kuita Uber nende zangu kazini. Bwana kashatoka. Nikamwongea na shoga yangu, akanambia asubuhi kabla hujatoka zima kamera, tusachi sehemu nyingine. Sawa, nitakuelekeza kamera izime vipi, washe vipi. Sawa, tushapanga. Saa 9 ilikuwa saa 10 tena inaenda 11. Nikamwambia si wacha nilale masaa mawili haya, ni asubuhi tena. Napanda kitanda hivi, nikapitiwa na bonge moja la usingizi. Pap! Nikahisi mtu ananipapasa mwili. Ananipapasa. Sasa vile napapaswa kama upande mwingine, nikashtuliwa. Nikaamka. Sasa kuamka, nikafungua jicho moja vinapiga doria, si nikakutana uso kwa macho na yule bwana ambaye nilifunga milango, katoka kashatoka ndani. Nkana muangalia ule mwanaume, ananiangalia, ananizunguka kwenye kile kitanda kama hivi. Ana zile nguo zake za kazini alizotoka nazo. Ananiangalia kama hivi wa Tanzania. Ananizunguka kwenye kile kitanda, alafu anafyonya. Anazunguka kitanda, ananiangalia kama hivi afa anafyonya. Sasa nyie malaya, mimi mwenzenu na notification imetoka nao kwetu, maana niliaga nikayaona ya live. Sasa nyinyi wenzangu wengine uwezo wa kuyaona hamna. Mnadanga mkala hayo mahela, lakini uwezo wa kuona vitu vizito kama hivi mlikuwa kwenu ngumu. Ndio maana mna destroy familia zenu. Basi anazunguka kile kitanda, anafyonya. Pop, akaingia dada yake, wale madada wawili wale, homeless, wakaingia pale kwenye mlango hivi. Kuingia anawaambia dada zake, anawapa kesi yangu. Sasa mazungumzo nilikuwa siyaelewi walikuwa wakizungumza. Mmoja akakaa hivi, yule mmoja akakaa hivi, wanaoneshana. Wanaongea maneno mendo siyajui. Wanaoneshana mie pale, wanaoneshana. Mara mimi nikashtuka na kushtuka kama hivi. Kushtuka wakatoweka. Hapa na mtu. Nenda milango imefungwa vile vile. Nikampigia simu shoga yangu. Nikampa ule mkasa. Mtume wasije kutoa kafara shoga yangu huyo. Nikamwambia hapa ndo tumekuisha ndugu yangu, nimekuisha. Sasa unafanya, nikamwambia sasa ngoja sijapiga ile na maana yake ndo niko pale na tera maneno ya watu, na tera. Bwana akapiga simu. Nikamkatia shoga yangu. Kaambia subiri anapiga simu. Hello my baby. Bwana huyo sasa. My chiki wiki. Anaongea na mimi vizuri sasa. Kumbukeni kwamba alikuwa mkali mpaka toka. Hello chuki bam. Namwambia Yesu my bam. Mwenzangu na mimi nikaanza kulewa pale wale mapenzi. Hello my chiki boo. Na yeye tena hello my chiki. Hello my chiki boo. Yaani tena pale kila mtu napenda nikakolea penzi upya. Nikamwambia baby, what? Mwenzangu, nimekuona wewe na wale dada zako. When? Leo live. Wapi? Chumbani ndo nilikuwa nimeweka notification unasema. Yule bwana akanambia, you kid me? Subiri nakuja. Bwana alikuja pale. Bwana mpaka leo mkiniuliza, alikitoka alikuwa anasema nenda kazini usiku, sijui ana kazi gani. Utajua na wewe. Tushamalizana huko. Bwana akafika ndani. Kufika ndani kanikumbatia. Kumbukeni kwamba alikuwa na ukali siku mbili zile, alikuwa mkali na mimi ananifyonya tu ndani. Ai chiki buchwa, my chiki nikakumbatiwa. Njoo my love. Kaa kifuani hapa. My habit. Nachezewa nywele.
nachezewa nywele, ndugu yangu pale, nachezewa nywele, nasinzia na ule bwana hanipe habari sasa. Habari, nakwambia watu wawili dada zako nimewaona, dada zako na dada zako. Usijali. Kwa hiyo mimi narudi kazini sasa hivi, nikashikwa nywele, nikanachezewa nywele yule baba. Akanambia, "Haya, nikudrop kazini." Nikamwambia ni drop, lakini leo nipeleke kwangu. Akanambia haya. Akanidrop kazini pale na nini nikajiandaa nikaenda zangu. Akanidrop kazini akaenda zake baada ya vile kubembelezwa. Shafika kazini kwa break, nikampigia shoga yangu. Kaambia shoga yangu, hapana bwana. Bwana pale. Sasa mimi nitatoka hivi. Sasa mimi napanga hasa kutoka kwa yule bwana. Hapo ndo kwanza na miezi 6. Sasa pigeni, kuna mwaka mzima huko. Shoga yangu akanambia, sasa tunafanyaje? Maana ndo tushaingia cha kijeshi. Na kama Mungu hujatangaza mahusiano yako, ama nisenge kuwahi. Sasa hivi kokosha post yule mwanaume. Kama Mungu Sharifu alifanya siri, sijatenge kuwahi. Wa Tanzania, natoka kazini bwana, sasa mimi nikanamuogopa lakini namtaka. Maana sasa kwa sababu kuna dawa pale, kumbukeni. Nikawa namtaka simtaki. Ni moyo hautaki, dawa zinaniambia njoo. Moyo hautaki, dawa njoo. Shaona? Kufika saa 1 yule bwana akanichukua kazini akanirudisha kwangu. Sasa kwangu kwenye ki basement cha, kwenye apartment yangu. Sio kule basement nilishahama. Haya. Kurudi kwangu tukaanza sasa kujinafasi kwa sababu pale kwangu tena ndo hapana kamera, nikaanza kujinafasi na shoga yangu pale. Akanambia, sasa ndugu yangu, kwanza sasa hivi uanze kujikoki. Sasa tuko pabaya. Sasa shoga yangu, one chance one goal. Hapo ndugu yangu shenga cha kijeshi. Na kama Mungu pesa. Kwanza si nilikwambia kama yule bibi uko tayari, uko hali mbaya, yule aliyopokea mahari. Na ndio maana ndoa nyingine mnapokea mahari ukakuta mtu kaozesha mwanawe kafa. Jamani, mshe kusikia watu wanaozesha tu, ama kapokea mahari, alikuwa kashapokea mahari ya mwanawe. Alikuwa anaozesha kesho kutwa lakini kafa hafla. Jamani, simlee kusikia hayo. Kuna watu humo wanapokelewa mahari, wazazi wao harusi hawazishuhudii, wanakufa kabla ya harusi zikafanywa harusi bubu. Mimi alipokea mahari ya mchongo kashakufa, lakini aliumwa sana kabla hajafariki. Na kwambieni, mnaojitia kupokea mahari, muanze na dua. Hizo ngoma zenu mnazopiga mkafanya mapati kwenye mahari, mpunguze. Mahari mengine mnaopewa, mnapewa masadaka hayo. Sasa hivi mwe mkipokea mahari, basi muanze na sura nzito. Mwanamume mtakuja kusikia akapata ajali, yeye mwenyewe kafa. Alikuwa kashaposa, mwanamume kafa hafla, ngoma ikamrudi mwenyewe. Lakini nyinyi siku hizi mna situation yenu huko ya kipuuzi. Mahari mnayapokea kwa vidumbak. Ndio maana mahari yakiingia tutasikia baba yake kafa. Mushaozesha mko katikati ya harusi, anti yake kafa. Patamu hapo. Nitarudi tena na wahi kazini. Story itaendelea. Situpi bahati kwa